Sherehe ya kuzaliwa kwake Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV. Kila ifikapo Juni 24 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki huadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwake Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji ni mtangulizi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mama yake aliyeitwa Elizabeth alikuwa jamaa ya Bikira Maria, na baba yake aliitwa jina lake Zakaria, naye alikuwa kuhani. Elizabeth alikuwa tasa. Malaika Gabrieli alimtokea Zakaria, akamwambia mke wake atamzalia mtoto ambaye lazima apewe jina Yohane. Sherehe ya leo ni moja kati ya sherehe kubwa katika maadhimisho ya kiliturujia katika kanisa. Kimsingi unapoitazama kalenda ya kiliturujia inaitwa sherehe. Kwa nini siku hii iadhimishwe kama sherehe? Kuna sababu za msingi juu ya jambo hili. Sababu ya kwanza inatokana na majukumu ambayo Yohane aliyatekeleza katika mahusiano yake na Kristo. Yeye ndiye aliyetangaza kuwa Masiha anakaribia kuja, na alipokuja alimtambulisha kwa watu. Yeye ndiye aliyewaandaa watu kumpokea Masiha kama Bwana na Mwokozi wao. Sababu ya pili ni kwamba dhambi iliwapokonya watu maisha ya roho. Kila mtu anakuja duniani pasipo maisha ya roho. Kinyume chake, Yohane kabla hajazaliwa alikuwa amekwisha kujaliwa maisha ya roho. Alipewa maisha haya ya roho miezi mitatu kabla, wakati Bikira Maria alipomtembelea mama yake Elizabeth. Luka anatueleza jinsi wakati huo wa makutano baina ya Maria na Elizabeth na Yohane Mbatizaji walivyofanywa kuwa watakatifu na Roho Mtakatifu. Ilikuwa Yesu angali bado tumboni mwa mama yake aliyempatia Yohane, ambaye pia alikuwa tumboni mwa mama yake zawadi hiyo ya utakatifu, na Yohane akaruka kwa furaha ndani ya tumbo la mamaye. Kanisa linatualika katika sherehe hii kugundua jinsi wajibu wetu hapa duniani unavyohusiana na wajibu ambao Mungu alikuwa amemkabidhi Yohane. Kwa hakika kama Yohane, hata sisi tutawajibika kumtangaza Kristo duniani ili ajulikane kwa watu, apendwe na kuabudiwa. Kuiandaa mioyo ya ndugu zetu kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Kwa maneno mengine, sherehe ya Yohane Mbatizaji itusaidie kutambua kimsingi kuwa tunasherehekea wito wetu. Ni sherehe ambayo inapaswa kuijaza mioyo yetu kwa furaha kutokana na ukuu wa wito wetu. Kwa kila mmoja wetu tunaweza kusemewa kile ambacho Bwana aliwahi kumwambia nabii Zakaria: nawe mwanangu, utaenda mbele za Bwana kumtayarishia njia yake. Baadaye kazi kuu aliyoifanya Yohane ilikuwa kuwatayarisha watu kwa ujio wa Masiha kwa njia ya kuwafahamisha ya kwamba walimhitaji Mwokozi. Basi mwaka 27 hivi alianza kuhubiri toba katika jangwa la Yudea nchini Israel, kutangaza ujio wa utawala wa Mungu na kubatiza katika mto Yordani wote wenye nia ya kuishi kadiri ya matakwa ya utawala huo. Alimbatiza Yesu pia, ndipo alimtambua kama Masiha waliomngojea, kwa sababu saa ile alimwona Roho kumshukia kutoka mbinguni na kukaa juu yake. Tangu saa ile Yohane alielewa pia kwamba yeye mwenyewe anapaswa apungue na Yesu azidi kuwa maarufu. Baadaye Yesu akitoa ushuhuda juu ya Yohane alisema kwamba Yohane ni zaidi ya nabii, na pia kwamba kati ya wazaliwa wote wa wanawake hakuna aliye mkuu zaidi kuliko yeye. Yohane alikuwa mtu shupavu ambaye hakuogopa hata kidogo kuwasahihisha watu na kuwaonyesha ubaya wa mwenendo wao bila ya hofu yoyote. Waliofundisha watu wa kawaida, watoza ushuru, askari, Wafarisayo na Wasadukayo, na hata Mfalme Herode mwenyewe, ili kila mmoja wao apate kubadili namna yake ya kuishi isiyompendeza Mungu, na hivyo kuwa radhi kumkaribisha Masiha atakapokuja katikati yao. Mafundisho mengi aliyotoa Yohane yana nguvu bado maishani mwetu, na hasa kazi ile ya kumtambulisha Kristo kwa watu. Kumtangaza Kristo daima kutaleta upinzani, lakini kama tukifanya kwa uaminifu, tutafurahia nyakati zote ya kwamba Kristo anazidi na sisi tunapungua.
Wakati tukitamatisha kuangazia sherehe hii ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV, tutafakari mambo machache. Yesu Kristo ni njia, ukweli na uzima, na hivyo muungano naye ni muungano wa kiroho. Fanya muungano naye hatua kwa hatua. Kwa njia ya mashauri ya kiinjili utafahamu ukweli moyoni mwako, na ukweli huo utaangaza maarifa mengine yote maishani mwako. Nikutakie sherehe njema ya kuzaliwa kwake Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.